Hujambo na karibu katika J24 Hours Channel, na leo tunakuletea makala inayomhusu aliyekuwa rais wa Iran, Ibrahim Rais. Ibrahim Rais alizaliwa mnamo mwaka 1960 huko Mashhad, jiji la pili kwa ukubwa nchini Iran na eneo takatifu zaidi kwa Waislamu wa Kishia nchini humo. Baba yake Ibrahim Rais alikuwa mhubiri wa Kiislamu. Aliaga dunia Rais akiwa na umri wa miaka 5 tu. Ibrahim Rais, ambaye huvaa kilemba cheusi kinachomtambulisha katika mila za Shia kuwa na uzao wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alifuata nyayo za baba yake na kuanza kuhudhuria shule ya mafunzo ya dini ya Kiislamu katika mji mtakatifu wa Qom akiwa na umri wa miaka 15 tu. Akiwa mwanafunzi, alishiriki katika maandamano dhidi ya Shah anayeungwa mkono na nchi za Magharibi, ambaye hatimaye alipinduliwa mnamo mwaka 1979 katika mapinduzi ya Kiislamu yaliyosababisha kuingia madarakani kwa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ibrahim Rais alikuwa rais wa Iran kwa takriban miaka 3 tu. Ingawa kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei ndiye mwenye usemi wa mwisho katika masuala yote ya kimkakati, uwezo na ushawishi wake ulikuwa mkubwa. Ibrahim Rais alifariki dunia mnamo Jumapili katika ajali ya helikopta. Alifanya kazi katika mahakama ya Iran kwa zaidi ya miongo 3 kabla ya kuapishwa kuwa rais mnamo Agosti 21. Rais mwenye umri wa miaka 63 alikuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na wachambuzi wanasema alikuwa na uhusiano wa karibu na kiongozi wa juu wa Iran, Ayatollah Khamenei, mtu mwenye nguvu zaidi nchini humo. Ibrahim Rais alishinda uchaguzi wa rais mnamo Juni 21 kwa kupata chini ya asilimia 62 ya kura kama mgombea mkuu wa wanasiasa wa mrengo mkali wa kisiasa na mgombea aliyependwa zaidi na wanafunzi wa Khamenei. Uchaguzi huo uliitikiwa na idadi ndogo ya wapiga kura, takriban asilimia 48 tu. Katika nchi yenye watu milioni 83, rekodi ya chini kabisa katika historia ya miaka 42 ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ibrahim Rais alimrithi Hassan Rouhani mwenye msimamo wa wastani, ambaye alizuiwa kuwania muhula mwingine kutokana na sheria ya ukomo wa mihula baada ya kuongoza kwa mihula miwili. Katika miongo 3 aliyofanya kazi katika mahakama ya Iran, Ibrahim Rais alihudumu kwanza kama mwendesha mashtaka, baadaye kama jaji, na tangu mwaka 2019 kama mkuu wa mahakama. Ibrahim Rais alitajwa kuhusika na kufungwa na hata kunyongwa kwa wapinzani kadhaa wa Iran. Alipokuwa mwendesha mashtaka mkuu, alikanusha shutuma hizo mara kadhaa wakati wa kampeni zake za urais. Nguvu yake ndani ya mifumo ya utawala. Kwa mujibu wa katiba ya Iran, licha ya cheo cha urais, Ibrahim Rais alikuwa namba 2 katika muundo wa mamlaka nchini Iran, kwa sababu Ayatollah Khamenei anafanya kazi kama mkuu wa nchi na ndiye mwenye uamuzi wa mwisho katika masuala yote ya kimkakati, na pia kama kamanda mkuu wa majeshi ya Iran. Katika msimu wa mapukutiko wa mwaka 2022, kifo cha mwanamke wa Kikurdi wa Iran, Mahsa Amini, kilisababisha maandamano makubwa nchini Iran. Wakati huo, kijana huyo alifariki akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa na polisi wa maadili kwa kukiuka kanuni za mavazi ya maadili ya Kiislamu. Makumi kwa maelfu waliandamana kote nchini dhidi ya sera za ukandamizaji za serikali na mfumo wa utawala wa Kiislamu. Vikosi vya usalama na utekelezaji wa sheria nchini Iran vilijibu kwa vurugu na mashtaka makali. Makumi ya maelfu ya waandamanaji walikamatwa. Maandamano hayo yaliyotumbukiza uongozi wa kisiasa katika mgogoro wake mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Marekani na Umoja wa Ulaya mara kadhaa zimewekea vikwazo Iran kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu, lakini pia kwa sababu ya uungaji mkono wa Iran wa vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Wakati huo huo, kuna wasiwasi mpya juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo ya kimataifa ya nyuklia yamekwama, na chini ya serikali ya Ibrahim Rais, uhusiano na nchi za kimagharibi umezorota zaidi. Iran pia ina uhasama mkubwa na Israel. Mnamo mwezi Aprili, Tehran ilishambulia Israel kwa mara ya kwanza, sio kupitia washirika wa kikanda
kama vile waasi wa Kihouthi wa Yemen au wanamgambo wa Hizbullah nchini Lebanon, bali moja kwa moja kujibu shambulizi la bomu dhidi ya ubalozi wa Iran katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Ibrahim Rais kabla ya kifo chake aliimarisha uhusiano wa kikanda na Saudi Arabia, pia na kuimarisha uhusiano na washirika wake kama vile Urusi na China na kujiunga na BRICS. Na mnamo miongo kadhaa Iran ilishuhudia maendeleo mapya kabisa.